Rafiki yangu Sagara, nimekuita hapa nina shida, nataka unisaidie. Ni kazi gani hiyo? Si unakafahamu kale katoto alokuchukua Kipalala? Huyo mtoto mimi simjui na wala sijawahi kumuona, lakini kwa hiyo taswira naweza nikamfahamu. Una shida naye gani huyo mtoto? Hapo sasa. Kale katoto kale, nataka nikupe sumu uende ukakaue. Najua wewe hii kazi utaiweza, kwa sababu wewe upo karibu sana na Kipalala. Kuona kuomba Sagara, nimekuamini ndio maana hii kazi nakupa wewe. Uende ukakaue katoto, maana sikapendi hata kukaona. Na ukimaliza hiyo kazi ya kumuua yule mtoto, nitakupa zawadi nzuri kabisa. Hapo kwenye zawadi ndio umefika kwenye pointi. Mimi ni mtu ambaye napenda zawadi. Pia napenda zawadi nzuri. Kwa hiyo kama unaniahidi hilo, nitafanya kazi yako. Hapo kwenye swala zawadi, wala usijali Sagara. Mimi na wewe tumetoka mbali sana. Kwa hiyo siwezi nikakudanganya kwa chochote. Ila ni yangu tu kale katoto kafe. Maana sikapendi kama nini. Sawa. Lakini nitafanya hiyo kazi. Lakini sitatumia hiyo sumu yako. Nitatumia njia ninayojua mwenyewe ili mradi kufanikisha hiyo kazi. Basi sawa, lakini naomba uwe makini sana. Maana unamjua yule mzee, ana macho manne. Kweli, upo sawa. Kwa sababu hata mimi Kipalala ananiamini sana na siri zake nyingi huwa ananishirikisha. Kwa hiyo hilo jambo naweka maisha yangu hatarini sana kufanya hiyo kazi yako. Kwa hiyo nakuomba, timiza maneno yako. Timiza ahadi yako. Nipo tayari kukusaidia. Basi sawa, usijali Sagara kuhusu hilo, wala ondoa hofu. Na mimi pia nipo nyuma yako na kulinda kuhusu hilo. Sawa. Hamna shida. Sawa. Mimi naenda. Haya, karibu bwana. Yaani aka katoto. Kanifanya. Mchoko. Vipi? Mtoto mchukue. Mtoto? Nimchukue ili iweje na nimpeleke wapi? Maana mtoto nilimweka hapa hayupo, kamchukua nani sasa? Kwa hiyo mimi ndo tunasaidiana kulea huyo mtoto? Nimekuuliza mtoto umemchukua wewe? Sijui alipo, sijui. Hapo tena hapo nyumbani tubaki mimi na wewe. Mtoto nimewachapa, nimeingia ndo nafika hapa mtoto hayupo. Mtoto kamchukua nani? Wewe unajielewa kweli? Huyo mtoto unaniambia mimi nikushikia na mimi nimchukue kwa misingi gani ili iweje? Kwa sababu wewe na dada Loeni hii moja. Mtoto mlikuwa mtaki. Kwa mimi nikamwona nimlee mwanangu mwenyewe. Lakini sasa nafika hapa mtoto simuoni, namtaka mtoto wangu. Nimchukue nampeleka wapi na mewa nini? Kulikoni hapo? Mbona mizozo? Toka natoka huko nasikia nyinyi tukelele vipi? Si huyu. Anakuja tena ananiambia ni anamtaka mtoto wake. Makubwa. Dada mtoto mchukue. Tena wewe kaundime tena koma kabisa. Sawa Mimi mtoto nimchukue nimpeleke wapi? Yaani kwanza usinivuruge kitu chako. Hapa ndipo nimevurugwa na mambo yangu. Naona nichangashia mafaili. Huyo mtoto mimi nichukue nimpeleke wapi? Maana wewe na kaka nyinyi mtoto mlikuwa mpendi. Mlikuwa mteki kabisa kaya hapa. Sasa hapa mtoto mimi nilimweka hapa, mtoto kamchukua nani? Kama sio wewe na kaka. Nisikilize kwanza. Mimi nimekwambia kuhusu huyo mtoto sasa hivi sihusiki. Madhali umemng'ang'ania, utajua mwenyewe na maisha yako. Lolote litakalokukuta mimi sihusiki. Sasa nimchukue nimpeleke wapi na mewa nini? Jamani naomba mnisikie kwa makini. Namtaka mtoto. Wewe na kaka namtaka mtoto. Dada sitaki masiala. Kaundime. Sitaki ngozi nawe kabisa. Hakuna mtoto na wewe. Mimi nakwambia sijachukua mtoto. Huyo mtoto nichukue mimi nipeleke wapi? Kwanza mimi najua kulea mtoto cha kwanza. Wewe mwenyewe ndo mwanao badukani mnaenda naye wote, hata chooni mnaenda wote. Nimchukue mtoto mimi nampeleka wapi? Wakati gani? Yangu wenyewe ananishinda, nimbebe mtoto. Sikia nikwambie dada. Wewe na kaka nyinyi lenu moja. Na mlikuwa mnampinga sana mtoto kukaa hapa.
Kwa mimi nimemweka mtoto wangu hapa, nimeingia ndani, nafika hapa mtoto simuoni. Najua moja kwa moja wewe, kwa sababu ulikuwa mpendi yule mtoto na mara kwanza ulimchukua ulienda kumtupa, na namtaka mtoto wangu. Kaundime, usitaki kugombana na mimi kisa mtoto. Nimekwambia sijachukua mtoto. Nimchukue mtoto nimpeleke wapi mimi jamani? Mimi nimetoka safari zangu, kwa nimetoka kwa rafiki zangu. Wewe unaniza habari za mtoto, najulia wapi kwanza? Si ulikuwa naye hapa mwenyewe umekaa naye? Tusifike mbali sawa, na muhitaji mtoto. Fanya juu chini, namtaka mtoto. Sitaki ukofi na nyinyi. Bwana wewe usituchanganye hapa. Hiyo ilikuwa mara kwanza, sio sasa hivi. Sawa, utajua mwenyewe kama mtoto alienda wapi au wapi, hiyo shauri yako basi. Haya. Dada, vipi huyu mtoto umemchukua wewe? Wewe naye pamoja na ndugu yako. Mtoto mimi nimchukue nimpeleke wapi jamani? Sasa nimekuuliza tu, sasa hapa itakuwa kamchukua nani? Sijui. Alafu ujue dada, kitu ambacho huyu akielewi, yule mtoto wa kichawi. Kile kitoto ni kiwizard. Unaona hasa hapa kimepotea, kamchukua nani hapa? Tuseme kuku ndo amchukue mtoto. Mtanielewa tu humu ndani. Msinielewa mimi, mtamuelewa nani? Mtajua wenyewe. Nilisema tokea mwanzo huyu mtoto akutupwa. Leo hayupo. Nipishani mimi enjoy na niuma sasa hivi nikali. Si kapika humu ndani, si ndo anatafuta mtoto wake. Huyu mtoto mbona kama ndo anayetafutwa? Au kutakuwa kuna mtu kamweka hapa? Kuna mtu wote kamwacha mtoto? Mbona kama hamna mtu? Sasa ngoja nimchukue nimpeleke kwa Kipalala. Tomasi. Na mwenyekiti. Nilimpa maagizo dada yako ili uje nyumbani. Naona kimya mpaka saa hizi. Ni kweli mwenyekiti. Dada alinifikishia hizo taarifa leo. Lakini sasa nilibanwa na kazi. Hivyo lakini nilipanga jioni nikimaliza kazi zangu nije nikuone mwenyekiti. Hilo halina shida. Sasa sikiza nikwambie ndugu yangu. Nimekuja kukupa tahadhari juu ya ujio wa mtoto. Maana nakumbuka mbali sana. Hapo mwanzo kulikuwa na mtoto anaitwa Azumba. Alikuja kwa staili hii. Sasa nahofia sana na alitupa shida sana katika kijiji chetu. Hivyo basi nazidi kukupa tahadhari. Tuachane kumfuatilia huyu mtoto. Na kwa vile kamchukua Kipalala, muache kabisa huyu mtoto. Sababu huyo Azumba alikuwa katika mikono ya Kipalala. Mwisho wa siku ikaleta shida katika kijiji chetu na mimi kutokuaminika katika wananchi wangu. Kwa hiyo acheni na hizi habari. Mimi mwenyekiti mwenyewe pia nimeachana nazo hizi habari. Sawa, mimi nimekuelewa mwenyekiti. Hata hivyo mimi baada ya kurudi masomoni nilizisikia hizo taarifa za huyo mtoto wa Azumba. Ila sikuzitia akilini sana kutokana zilikuwa zishapita hizo taarifa. Hivyo nikutoe hofu kuhusu hili jambo mwenyekiti. Mimi nitaachana nalo kama ulivyosema mwenyekiti. Ila nilikuwa na wazo moja mwenyekiti. Ndio. Hivi unaonaje kwamba hili swala ulilokuja kuniambia mimi ukaitisha kikao hapa kijijini ili kila mwana kijiji akalijua hili swala?
Huo ni ushauri mzuri, nitaufanyia kazi. Na dadako Sizonje nilikutana naye akiwa amebeba mtoto. Nikamuuliza yule mtoto si ndio aliyopotea? Akasema hapana, sio. Ni mtoto wa dada yake. Mtoto wa rafiki yake. Alimbeba mtoto? Yeah. Leo? Ndio. Alikwambia ni wa rafiki yake? Ni wa rafiki yake. Basi sawa mwenyekiti. Mimi nashukuru kwa hizo taarifa. Vipi? Kitafanyika nyumbani kwako au wapi? Tutajua hapo hapo endapo nikikutana na viongozi wenzangu. Okay. Na taarifa nitakupa. Basi sawa mwenyekiti. Mimi nimekuelewa. Karibu sana mwenyekiti. Asante sana. Na kutakiwa uwe na jioni njema. Asante. Sasa dada, hivi toka lini umeanza kufanya mambo bila kunishirikisha? Mambo gani tena kaka jamani? Umefanya nini ulichokifanya ukijua? Mwenyekiti kaja hapa leo kanambia kila kitu kwamba wewe ndio umemchukua mtoto anakuna naye unazula naye huko mitaani. Mambo gani ya rafiki yangu? Au umemchukua umempeleka wapi yule mtoto? Kweli kaka, mimi mtoto nimemchukua. Sikatai, ndio kweli nimemchukua na nimekutana na mwenyekiti njiani kanikuta na yule mtoto. Sasa umempeleka wapi yule mtoto? Kaka, nimemchukua nimempeleka kwa Kipalala. Ndio. Umempeleka kwa Kipalala? Ndio. Hivi unajielewa kweli dadangu? Unajielewa kweli? Sasa kule kwa Kipalala umeenda mwenyewe bila kuniambia. Vipi kama angekuzuru kule? Unawazaga nini sijui rafiki yangu? Mimi najua mtu tunaishi mimi na wewe ndo wakubwa wa kumuongoza yule mdogo wetu. Lakini na wewe rafiki yangu kuna muda unafanya mambo hata eleweki dadangu. Kwanza ushukuru Mungu nimerudi salama dada yako. Ningemkuta yule mzee kingenilamba dada yako. Unaona sasa mambo yako yalivyokuwa ajabu. Hapo ulivyomwacha umemwachia nani na una Kipalala hujamkuta. Akizulika yule mtoto. Jali kaka, hawezi kuzulika. Mambo gani rafiki yangu? Mdogo wako yupo ndani ndani. Sawa bwana, mimi ngoja nikafanya taarifa zangu kwanza. Nataka niende zangu dukani kule. Ila wewe mwenyekiti jamani, ana atakaba. Yaani siri tu imemshindwa. Yaani tunaishi na wenyekiti wa Mbeya hapa mtaani. Sijui ukoje yani. Nisikilize dada, nisikilize. Samahani dadangu, samahani. Unavyoniona hapa sijabale wala sina mtoto hata huyo mmoja. Kwa hiyo nimekuja hapa dadangu, samahani. Ile kazi ulionipa siiwezi, yani siiwezi, nakwambia siiwezi, nimeishindwa. Siiwezi kazi yako. Kazi ya kumuoa yule mtoto imenishinda dadangu, utanisamee bure. Sasa nisikilize. Kwani imekuwaje? Unavyoniona hapa sasa hivi baada ya kuachana na wewe pale nimekutana na yule mtoto njiani. Nataka nimshike tu hivi kimeayuka hivi pap. Nageuka sikioni. Nikakimbia mbio, nimefika sehemu nimekaa kwenye muembe hivi. Nakuta kiko pembeni yangu hapa. Nataka yani kiko pembeni yangu nikakimbia tena mbio ndo nakuja mpaka hapo unavyoniona. Kwa hiyo dadangu samahani utanisamee ile kazi ulionipa mie siiwezi, ataniua mimi yule mtoto. Siiwezi hiyo kazi. Dada samahani.
Samahani dadangu, mimi naenda. Hiyo kazi yako hapana. Hapa. Sagara. Jamani. Unaweka mshindo ule mtoto. Mbona haya mambo mazito jamani? Natafuta balaa mimi yakini. Lakini sikomi. Bado kabisa sijakoma. Mpaka nijue mwisho. Wewe vipi? Nini sasa? Mbona sikuelewi? Vipi unakimbizwa au? Hamna mdogo wangu, ni hata nikikuwa nakimbizwa yani. Yalo nikuta huko nilipotoka makubwa sana yani. Yaani sielewi hapa nyenye nimekuwa kama nimedata. Makubwa kivipi sielewi? Si unamjua yule dada yake na Toni yule Sizonje yule? Ndio namjua. Yule mchumba mimi alinipa kazi. Aliniambia kuna kaloro nikafuatilie. Nikapeleleze afu sasa nimpe taarifa. Kosa katika pita zangu nikakutana naye yule mtoto njiani. Sawa? Asa nilipokutana naye nataka nimshike tu hivi. Ghafla akapotea katika mazingira ya kutatanisha ni. Yaani kama kakayayuka fulani. Kwa sasa mimi katika ile hadi baada nilivyoona vile nikatoka zangu pale mbio nimekimbia njiani. Na hema kufika sehemu sasa nikakaa chini nipumzike. Sawa? Nakuja kugeuka hivi na nikuta tena pembeni yangu kama hapo huyo mtoto. Yaani kaja katika mazingira ya kutatanisha, mimi hata sielewi kafika vipi, maana yake nilimwacha huko njiani akapotea. Nimekimbia kafika huko tena pia na mkuta tena pembeni yangu. Kwa maana yake mimi nikakimbia ndo hadi nafika hapa nyumbani. Lakini yule mchumba mimi nilimfuata nikampa maelekezo yote, bwana kazi yako ulionipa bwana mimi siwezi na siitaki, kwa nikaikataa kabisa. Ila kaka mimi nilikwambia acha kufuatilia mambo ya watu. Sawa? Mtu kaa nyumbani utulie. Kwani wewe huwezi kukaa nyumbani? Asa mambo gani mimi hapo niloingilia ya watu hapo? Sasa kwa huko mtani unapoenda kusi umefanyaje? Sio taka uwe katoto kanini? Wewe kana kusuni. Kwa mimi kosa langu nini hapa? Kwa hiyo ulijui? Silijui ndio lipi kosa langu hapo. Wewe mtu usikae kwa kutulia nyumbani kwako, wewe uwezi. Ndio uzuie mitaani. Sikiliza mdogo wangu. Hapa ujue hapa ni hapa kijijini, lakini kuna kushaanza kuwa mjini hapa. Sawa? Useme mtu ukae tu bila kufanya kazi, bila kufanya michongo. Mtu kashana bwana wewe fanya nitakupa zaidi. Kama alikuwa anataka kunigia milioni 100, hatujajenga hapo tutoka matajiri. Wewe unajuaje? Mimi nimefuatilia mchongo lakini ndio hivyo ajali kazini ametokea kutokea. Unasemaje sasa? Sema bongo kweli yani. Tamaa mdogo wetu wewe. Tamaa hizo. Dogo. Ushaanza kubale? Nibali nini sasa? Au anambia mimi na tamaa unanitukana yani. Unanitukana kaka yako, si ndio hivyo? Tatizo lako utulii. Sikia mdogo wangu. Fanya kama ndio upige huko. Kijiji kizima kinaongea kuhusu mtoto. Na wewe umemshikilia. Nini dhamira yako? Nimemchukua kwa sababu tu namwonea huruma. Huruma? Huruma gani? Kwani vibaya kumchukua huyo mtoto na kukaa naye? Ubaya upo. Kwa sababu kila mwana kijiji hana amani juu ya huyo mtoto. Watu wanaishi roho zao zikiwa hatarini sana. Yaani hawana amani kabisa juu ya huyo mtoto hapa kijijini. Na wewe unaye. Unaendelea kusema huruma. Ni huruma gani uliokuwa nao wewe? Najua kuna mambo mengi sana yanaongeleka juu ya huyo mtoto. Lakini mimi sijaona ubaya wake. Hata mtoto mwenyewe ni mtoto wa kawaida tu, labda ungesema ni shetani ana mapembe sawa. Lakini ni mtoto wa kawaida tu, anaonekana binadamu kama sisi. Kwa watu wote kijijini hawana huruma zaidi yako. Ni huruma gani ambayo ulikuwa na wewe juu ya ule mtoto? Ni mwanao? Sio mwanangu. Kwani wewe unahisi labda mimi nitafanyia kitu kibaya? Sijamaanisha hivyo. Lakini yanayoendelea hapa kijijini kuhusu ule mtoto ni makubwa sana. Kiasi kwamba hamna mwana kijiji ambaye ana amani juu ya huyo mtoto. Alafu wewe unasema umeendelea kumshikilia huku ukimsaidia ukimuonea huruma.
Ni huruma ya aina gani? Ngoja kwanza. Unajua sauti inatokea wapi? Kama ni haya. Huko usiende. Kwa nini? Huko usiende tafadhali, kama hutaki matatizo. Hiyo sauti ukisikiliza sio ya kawaida kabisa yani. Si unanielewa? Kuna kuomba huko usiende. Lolote litakaloweza kutokea, mimi niko tayari. Wewe. Shauri yako. Kaundimi. Samahani. Huyu mtoto nilikwambia usimchukue, hayo matatizo na atafuta hayo dada yangu. Mbona mbishi? Atakuja kusababishia matatizo huyu mtoto. Yaani kwa nini unamng'ang'ania kila wakati mtoto? Mimi nishakwambia usimchukue, achana naye. Usikie nikwambie. Kwa muda huu na time hii hapa, sina muda kumsikiliza mtu yote juu ya kuhusu mtoto. Basi niache niende. Unajifanya mbishi Unajikuta kwamba ushaielewa kwamba kijio ushakuwa mwenyeji au vipi? Kila kitu unakijua. Kama una mada nyingine basi niache niende. Wewe dada wewe. Uko sawa kweli huyu? Na huyo mtoto hapa. Umemtoa wapi tilipui huyo mtoto? Nimemchukua mlipomwacha. Mtume roho yangu. Kwa umeenda ukipala kumfuata? Kaundime. Kwa mimi sina akili dadako kumrudisha huyo mtoto kwa Kipalala. Wewe mwenzangu ndio una akili sana kwenda kumfuata pale. Na kwa nini umeenda kwa Kipalala? Unamjua yule mzee vizuri. Wiji la kijijini hapa. Magadika ya miguu yako mama kwenda kumfuata mtoto. Hivi Kaundime uko sawa kweli wewe? Hivi mdogo wangu unajielewa kweli? Unaelewa mambo unayofanya? Wewe unajua kabisa kama yule Kipalala sio mtu wa kawaida na wewe unanyanyua miguu yako hapa, unaenda nyumbani kwake kumchukua huyo mtoto. Hivi unataka utusababishie matatizo hapa nyumbani ili mradi tuendelee kuteseka tu? Manake kila siku tukikusii auelewi, tushakukana mara kibao kuhusu huyo mtoto. Auelewi mdogo wetu, unataka nini?
Kiangalie kitoto chenyewe kilivyokuwa kibaya, kichawi sio ndio nini. Kitoto akijui kucheka iko, akijui kulia muda wote kipo serious. Jamani ndugu zangu, naomba mnisikie kwa makini sana. Huyo mtoto ndio nimeenda kumchukua kwa Kipalala, nimemleta hapa. Huyo mtoto nitaka naye mimi hapa, haondoke, haendi kokote, yaani atakaa hapa. Na unaongea kabisa ni kwa ujasiri. Ataishi hapa, atakaa hapa. Anaishi na nani hapa? Sisi tunaweza kuishi na wachawi nyumbani kwetu? Kama nyinyi hamtaki, mimi nitakaa naye. Awe mchawi, awe mwanga, awe shetani, atajua mwenyewe. Sawa, toka. Naona tu unanitia hasira. Nenda na mtoto wako. Ondoka na mtoto wako hapa Kaundime. Alafu unazurura tu, hujui hata muda wa kupika. Kaka, ipo siku ndugu yako nitamfanya kitu hatosahau katika maisha yake. Yaani nitamfanya kitu kibaya, unajua nachoka mimi mwenzenu, hamjui tu. Yaani nachoka. Sema naye mdogo wangu haelewi. Yaani haelewi. Sijui. Yaani kuna muda unatamani hata kukufuru rafiki yangu. Lakini haya, ngoja tuone. Mwenyekiti. Odi. Karibu. Asante. Habari bwana. Safi. Vipi hali bwana Sagala? Kwema. Kwema. Karibu. Asante. Mwenyekiti, samahani. Nimekuja kidogo, nataka nikwambie kuna taarifa ambazo sio mzuri kidogo. Ndio. Kwa sababu huko nilipotoka nimekutana na Kaundime, yule mdogo wake na Toni. Anaye mtoto yule ambaye anatafutwa hapa kijijini. Ndio. Anaye Kaundime. Lakini kwa maeneo ambayo nimemkuta anatoka naye yule mtoto ni karibu na nyumba na Kipalala. Hivyo nilijaribu kumzuia sana asimchukue, lakini hakunisikiliza. Nilifanya kadri ya uwezo wangu, lakini alimchukua yule mtoto na akaondoka naye. Hivyo tunavyoongea sasa hivi mtoto yupo mikononi mwake. Huyu Kaundime huyu atakuja kutuponza katika kijiji chetu. Sahihi kabisa. Sasa bila kufanya kitu hapa, sidhani kama tutanusulika. Upo sahihi mwenyekiti. Sasa sikiliza. Tusiite kikao tufanye maamuzi yetu si wenyewe kinguvu tu. Hizo habari zitakuwa sio mzuri sana na wala sio mbaya. Kwa sababu kufanya maamuzi peke yako sio jambo zuri sana. Ila kufanya maamuzi ukiwa umeshirikiana na wanakijiji, kwa maono yangu hiyo naona itapendeza zaidi. Hivyo labda tu nikuombe jambo moja mwenyekiti. Labda ungefikiria kwanza mwenyewe binafsi. Wewe mwenyewe ungefikiria na imani utafanya uamuzi sahihi sana. Sawa. Hilo kazi niachie mimi. Basi sawa, mimi nikutakie mchana mwema bwana. Nashukuru kwa taarifa nzuri. Sawa. Dada, yaani sasa hivi nakuja kukuelewa kwa nini ulikuwa utaki yule mtoto amchukue Kipalala dada yangu. Unajua siku kati zinavyozidi kwenda na mambo ndio yanazidi kwa magumu. Yaani najikuta tu kwamba yaani sielewelewi inakuaje. Nimempeleka kwa mwenyekiti, lakini narudi nyumbani nakutana naye nyinyi. Nafika kwa mwenyekiti pia namkuta kule. Yaani nachanganyikiwa dada yangu. Yaani nakuja kuelewa kabisa sasa hivi kwamba wewe dada upo sahihi na nimefanya makosa makubwa sana kumkabidhi mtoto Kipalala. Mtanielewa tunamaanisha nini? Maana nyinyi mlikuwa hamtaki kunielewa. Mnaniona mimi ninalomba binafsi, yaani mimi mnaniona kila kitu humu ndani. Kiufupi yule mtoto Kipalala tayari kashamfanyia mandingo. Kashamfanyia tayari mandingo yake. Yaani dada hata sielewi inakuaje. Yaani maana yaani najikuta nachanganyikiwa tu ghafla binivu yaani sijui inakuaje yani. Sasa nilikuwa nina wazo. Hivi unaonaje kwamba tukimchukua yule mtoto tukampeleka mapoli ya mbali zaidi? Maanake kama mara ya kwanza umempeleka karibu amerudi. Sasa hivi tukampeleka mbali zaidi, yani tuvuke hata vijiji kama sio 3-4. Tukamtupe huko. Unasemaje? Sawa, maana wewe Kaundime yule mtoto kamng'ang'ania, utasema ni wa kwake.
au kazaliwa naye baba mmoja mama mmoja. Mimi ananikera jamani. Yaani yule tutuletea matatizo humu ndani. Anakuta watu mpaka watu wote watufe humu ndani ndio atajua kumbe kuna matatizo kweli. Maana yule hajielewi kabisa, hajielewi, hamna kitu kabisa. Nachoka mimi jamani. Sema na yule mdogo wangu anazingua kwa sababu hata nimekuja kumchukua hapa. King'ang'anizi kweli, yani hataki kumtoa, sijui kwa nini, ana matatizo gani sijui ndugu yetu yule. Muelewe ndugu yako. Hivi ameenda muda gani dukani? Ameenda muda mrefu kidogo. Itabidi tumsubiri yani arudi, akirudi tukakitupe kile kitoto dada, manake yani nimekuwa akili yangu haiko sawa kabisa ni siku hizi. Yani mimi nipo pamoja na wewe. Tukitupe huko mbali kabisa. Sahihi. Hataki matatizo hapa. Sahihi. Sagala. Naam kiongozi. Nimekuita hapa, nataka nikupe kazi. Ila usije ukanifanyia kama ile juzi. Umeenda kupiga la mgambo saa 8 ya mchana. Huwezi kumpata mtu katika kijiji chetu. Sasa basi, upige la mgambo kesho asubuhi na uambie wana kijiji kuwa mwenyekiti anawahitaji katika kikao. Sawa. Hilo halina shida mwenyekiti. Nitafanya hiyo kazi. Kwa kuwa mimi mwenyewe pia ni mmoja kati ya hao wana kijiji. Kwa hiyo nitafanya kazi hiyo kwa ufanisi sana. Lakini kuhusiana na hilo swala la juzi, ilikuwa tu ni dharura. Kwa sababu hata pia nilijaribu kutafuta kwenye simu yako lakini sikukupata. Kwa hiyo ni kuahidi tu kitu kimoja. Mimi kesho asubuhi kabla sijanywa chai nitafanya hiyo kazi. Nitapita kijiji kizima kuwatangazia kuhusu hiko kikao. Sawa. Vipi mwenyekiti? Ajenda kuu itakuwa nini kwenye hiko kikao? Agenda kuu kuwasomea mapato na matumizi. Lakini pia agenda ya pili na ya mwisho kuhusu huyu mtoto alioingia katika kijiji. Maana imeleta tishio katika kijiji chetu. Sawa. Vipi lakini mwenyekiti, na vipi kuhusiana na swala la Sasampa? Si unajua tena? Hilo halina shida. Kuhusu posho, ukimaliza kazi yako utapata. Basi hamna shida, mimi ni kuahidi tu jambo moja. Hiyo kazi mimi nitaifanya kwa ufanisi mkubwa sana mwenyekiti. Na imani mpaka umeniita mimi, najua unaniamini. Kwa na mimi sitaki kuvunja uaminifu wangu kwako. Kwa hiyo ila zingatia kwenye swala la Sasampa. Si unajua bwana nakaa na mdogo wangu sasa hivi pale. Kwa hiyo nataka nimtafutie shemeji yake anapika ugali pale nyumbani. Kwa hiyo zingatia sana hiyo engo bwana. Poa. Basi mwenyekiti, hamna shida baadaye. Haya, ndio hivyo bwana. Neno mdogo wako mpaka sasa sijui anafanya nini jamani. Nyinyi mambo yenu mnajua wenyewe rafiki yangu. Huyo anarudi huyo. Wewe Kaundime. Fanya haraka tunakusubiria wewe hapa. Wewe mdoto umeenda kufanya nini huko? Mlete mtoto. Ni mtoto kwa. Mlete mtoto, wewe mlete mtoto. Wewe mtoto ndo kufanyaje jamani? Lakini kaka sasa shida nini lakini? Wewe unamng'ang'ania mtoto wako, unamng'ang'ania. Hata kama jamani niacheni mtoto. Unamng'ang'ania wewe wako. Afu wewe vipi rafiki? M20. Kaka shida nini lakini? Jibu wewe. Wewe unataka kumchukua unaweza kumlea huyo. Yaani kama utaondoka huko nyumbani. Wewe kama unamtaka mtoto huko nyumbani utaondoka. Wewe vipi rafiki yangu? Nenda. Hakuna. Wewe kafanye kazi zako. Naomba mtoto. Kaka. Ase, sitakubali huyo mtoto mkamzuru. La mgambo. Nikilia ujue kuna jambo. Ndugu wana kijiji wote, mwenyekiti wa kijiji anawatangazia kutakuwa na kikao siku ya kesho. Hivyo mnaombwa wananchi wote mfike bila kukosa. Kutakuwa na ajenda mbalimbali zitakazojadiliwa. Ajenda namba 1 tajadili kuwa mapato na matumizi ya kijiji. Ajenda namba 2 tajadili kuhusu mtoto aliyeingia katika kijiji chetu. La mgambo. Likilia ujue kuna jambo. Ndugu wananchi, mwenyekiti wa kijiji anawatangazia kutakuwa na kikao siku ya kesho. Hivyo mnaombwa wana kijiji wote mfike bila kukosa. Asanteni. La mgambo. Likilia ujue kuna jambo.
Ndugu wananchi, mwenyekiti wa kijiji anawatangazia kutakuwa na kikao siku ya kesho. Hivyo mnaombwa wananchi wote mfike bila kukosa. Kutakuwa na ajenda mbalimbali zitakazojadiliwa. Ajenda namba 1 kuhusu mapato na matumizi ya kijiji. Ajenda namba 2 kuhusu swala la kumjadili mtoto aliyeingia kijijini. La mgambo likilia ujue kuna jambo. Ndugu wananchi, mnaombwa kufika kwenye kikao siku ya kesho. Kutakuwa na ajenda mbalimbali za kumjadili mtoto aliyeingia kijijini, na ajenda namba 2 kuhusu mapato na matumizi ya kijiji. La mgambo likilia ujue kuna jambo. La mgambo likilia ujue kuna jambo. Ndugu wananchi, mnatangaziwa kutakuwa na kikao siku ya kesho. Hivyo mnaombwa wanakijiji wote kufika bila kukosa. Kutakuwa na ajenda 2. 1 kujadili mapato na matumizi ya kijiji. Ajenda namba 2 tamjadili mtoto aliyeingia kwenye kijiji. Hivyo mnaombwa wanakijiji wote mfike bila kukosa. La mgambo likilia ujue kuna jambo. Ndugu wananchi, mnaombwa kufika kwenye kikao siku ya kesho kitakachofanyika katika viwanja vya kijiji. Hivyo mnaombwa wananchi wote kufika bila kukosa. Kutakuwa na ajenda mbalimbali za kujadili kwenye kikao hicho. Ajenda namba 1 kujadili kuhusiana na mapato na matumizi ya kijiji. La mgambo likilia ujue kuna jambo. Ndugu wananchi, mwenyekiti wa kijiji anawatangazia kutakuwa na kikao siku ya kesho. Hivyo mnaombwa wanakijiji wote kufika bila kukosa. Kutakuwa na kujadili ajenda mbalimbali. Ajenda namba 1 tajadili kuhusiana na mapato na matumizi ya kijiji. Ajenda namba 2 tajadili kuhusiana na swala la mtoto aliyeingia hapa kijijini. Hivyo mnaombwa wananchi wote kufika mapema bila kukosa. Asanteni sana. La mgambo likilia ujue kuna jambo. Ndugu wananchi, mwenyekiti wa kijiji anawatangazia kutakuwa na kikao siku ya kesho. Takuwa na kujadili ajenda mbalimbali katika kijiji chetu. Dada, unaonaje tukakiacha hapa iko katoto? Wewe na vipi tukiache hapa? Tukitupa kwa mpolini bwana. Wewe kiache hapa dada, acha ubishi. Tukitupa huko, akikuta mtu mwingine hapa. Futi anaenda sehemu nyingine arudi kwetu. Tungekitupa huko tungemaliza kazi. Wewe kiache hapo tondoke, kiache mtondoke.
Basi sawa. Weka undime. Wewe mtoto umemtoa wapi? Nakuuliza wewe mtoto umemtoa wapi na sisi tumeenda kumtupa huko? Unacheka nini? Sasa uliwafanya ni mazuri au? Dada, unaonaje tukakiache hapa iko katoto? Wewe na hivi tukiache hapa, tukitupa kwa mpolini bwana. Wewe kiache hapa dada, acha ubishi. Tukitupa huko, akikuta mtu mwingine hapa. Futi anaenda sehemu nyingine arudi kwetu. Tungekitupa huko tungemaliza kazi. Wewe kiache hapo tondoke, kiache mtondoke. Basi sawa. Haya, tondoke. Kaka, mimi nakwambia huyu sio ndugu yetu. Wallahi wabillahi huyu sio ndugu yetu. Kwa sababu angekuwa ndugu yetu, asingefanya hayo mambo sisi ambayo tunafanya. Sasa hili jambo tunalipinga sisi, yeye ndo analifurahia na analikubali. Mimi kusema ukweli kakangu, nimechoka na haya mambo. Huyu mdogo wako huyu atakuja kutujua sisi na ujana. Nimechoka. Kaundime ndugu yangu. Kaundime ndugu yangu, nimekuta mara 3 kwa herufi kubwa. Unachokitafuta utakipata. Unachokitafuta utakipata mdogo wangu. Wewe endelea tu na mambo yako. Dada yako ipo jikoni. Endelea tu hivyo hivyo. Junior. Ndio bro. Bana, nimekuita hapa ndugu yangu. Nataka kuna jambo nitatulie. Kama unakumbuka, kuna shida ilitokea katika kijiji chetu ya mtoto mmoja kuitwa Azumba, na uliweza kunitatulia shida hii. Lakini pia tilipu hii kuna mtoto mwingine amefika, analeta usumbufu katika kijiji hiki. Ana asili ya kichawi, na nafahamu kabisa wewe una urithi mkubwa sana kutoka kwa bibi yako, mazingira ya kichawi. Sasa basi, naomba unisaidie kwa hili. Ni kweli, lakini mbona kazi ya uganga mimi nilishaiachaga muda mrefu sana.
Ulishaacha muda mrefu sana? Muda mrefu sana. Unajua, nilijiwekea nadhiri. Ndio. Ya kuwa siku nikimtibu mgonjwa na asipone, nitautupilia mbali uganga ambao ninao. Na kweli alitokea mgonjwa kuhitaji matibabu yangu. Nilimtibu lakini hakufanikiwa kupona, bali umauti ndo ulimchukua. Na hapo ndipo nilipoutupilia mbali uganga. Unajua, kwa wakati huu sasa hivi jinsi nilivyo, kushikashika mikoba, kushika matunguli, unanipa mtihani mgumu sana, na sijui hapo nakusaidieje ndugu yangu. Sawa ndugu yangu, nimekuelewa, ila natambua kabisa kwamba wewe una urithi wa uchawi kutoka kwa bibi yako. Kwa hiyo nikaujua kabisa wewe utaweza kutatua shida hii. Naomba unisaidie kwa hili, maana katika kijiji chetu cha wote kiujumla, sio mimi peke yangu, hata wewe kinakuhusu pia. Hivyo basi, ninapodhalilika mimi, na wewe pia unadhalilika. Na kikubwa anachokihitaji cha kwanza, kujua ni nani analeta tatizo hili, au nani anasababisha jambo hili. Sawa, japo ni mtihani mgumu kwa upande wangu, kwa ajili ya mazingira yangu ya sasa hivi, ila hakuna kilichoharibika. Mimi nitakusaidia. Nadhani wacha niende nyumbani, then kesho nitarudi, tutajua tuanzie wapi. Sawa sawa. Shukrani, ubaki salama. Haya, karibu sana. Hamna shida. Wewe katoto, wewe ni nani? Na kwa nini umesimama njiani? Wewe mbaya sana eh? Unaniuliza hivyo wewe kama nani? Na unataka nini? Nataka huku nijue. Waambia dawa yao ni moja. Sasa lazima nikuoneshe.
Namaste mke wangu. Namaste mume wangu. Mke wangu, leo nimekuja na habari nyeti sana, ambapo kipindi nipo duniani nilipata bahati kukutana na mtoto wetu. Kwani hujaja naye? Ni kweli sijaja naye, kwa sababu ameniomba amalize vita yake zidi na wanadamu. Lakini si unajua yule ni mtoto? Najua kama ni mtoto. Pia hata wewe unajua kuwa na nguvu ambazo amepewa na miungu yetu. Na ndio maana hata majini wanamchukia yule mtoto. Na ndio maana yule mtoto akaamua kwenda kuishi duniani. Je, naweza kumuona mwanangu? Ndiyo, unaweza ukamuona kwa sababu ni mwanao. Nahitaji kumuona mtoto wangu. Sawa, naweza tukaenda. Niko wapi hapa? Niko wapi? Msaada jamani! Msaada! Umemwona yule mtoto? Ndio nimemwona. Huyo ndo mwanao. Je, naweza kumshika? Unaweza ukamshika ndio. Ni kazuri? Ni kazuri sana. Natamani uhalisia huu angekuwepo katika ufalme wa kijini. Ni kweli unachosema. Maana amependeza sana. Amekuwa kama mwanadamu wa kawaida. Unaonaje tukaondoka na hiki kivuli? Hapana. Tukiondoka naye dunia itatikisika sana. Acha tumrudishe. Tutamchukua kwa nyakati mwingine. Sawa. Mwenyekiti, nimepata salamu zako kwamba ulikuwa unanitafuta. Ndiyo, ni kweli nilikuwa nakuulizia. Maana nimetuma vijana wangu mara kadhaa hapo kwako. Kila wakija hawakukuti. Ni kweli, nilitoka kidogo, nilikuwa nje ya kijiji hichi. Nilienda kwa sababu ya kafara zangu na matambiko. Ndio. Niambie, kuna nini?
Sawa. Nashukuru kwa kuitikia wito wangu. Katika kijiji hiki kuna habari nilizosikia. Kuna mtoto aliokotwa katika kijiji hiki, na wewe ndio ulikuwa naye. Lakini huyu mtoto inasemekana ana mambo ya kishirikina, na maanisha ni mchawi. Ni kweli, nilimkuta mtoto nikaamua kumchukua ili nimlee. Tena nilikuwa namlea kama mwanangu, lakini kwa upumbavu wa watu wachache na ubinafsi wao wa hichi kijiji wakaamua kumuiba. Na huyu mtoto mara kwa mara huwa analeta mazingira ya ajabu katika kijiji chetu. Huwa wanasema analeta ishara aina mbalimbali za kishirikina. Sasa nilitaka kujua kwa hilo. Mwenyekiti, hivyo unafikiria kitu ambacho nachokiongea? Mtoto mdogo anawezaje kusababisha mauaji ama vitu vya ajabu? Inawezekana vipi? Mimi nimeelekezwa tu au nimepewa taarifa ikiwa kama mwenyekiti, lakini kwa mimi mwenyewe binafsi sijawahi kushuhudia hilo. Basi isije katokea kama aliotokeaga, manake bado nina kisasi na wewe, bado nina hasira na wewe mwenyekiti, kwa sababu wewe ndo chanzo kikubwa ulioshiriki kumpoteza Azumba. Sasa usitake turudishe mafaili nyuma. Nadhani umenielewa. Sawa, nimekuelewa. Lakini hofu yangu kubwa, lengo manake isije katokea kama hayo uliyosema hapo. Na ndio maana niliamua kukuita kukushirikisha hili. Ila mimi sina uhakika lolote na haya wanayosema. Wananifikishia tu iko kama mwenyekiti wao. Na mimi na wajibu kukupa taarifa wewe, ikiwa mwana kijiji wangu pia. Sawa mwenyekiti, niacha nikuache. Uwe na siku njema. Sawa, nawe pia. Ndugu yangu, hivi mbona kwa somo elewa dada? Wewe unaona kila siku sisi kuwa kukaripiana hapa ndani unaona sahihi kabisa. Kwa sababu tushakwambia kuhusu hiki kitoto, achana nacho kitakuja kutusababishia matatizo. Uelewe. Kwa sababu ukiangalia hata mwenyekiti mwenyewe huyu mtoto anamuogopa. Sisi akina nani mpaka tunamkumbatia tu? Mbaya zaidi yule mtu wenyewe kipalala, sio ingekuwa umjui, unamjua kabisa tabia zake zilizokuwa mbovu. Na nahisi kabisa hayo mazingira uchawi kaatolea kule, kwa sababu siku ile tulipomwokota alikuwa na tatizo lolote, lakini baada ya kuchukuliwa na kipalala ndo kama unavyoona. Lakini wewe sasa hutaki kusikia. Haya, tushaambiwa kwamba tukiendelea kukaa na huyu mtoto tunafukuzwa hapa kijijini. Tunaenda wapi? Moyoni mwako mwenyewe huyo mtoto mdogo. Jamani, kweli? Hapana, mimi siwezi. Siwezi, sijalizika kabisa. After station, unavyosema sijui mtoto ni mchawi, ni mwanga, sijui ni shetani, kivyovyote vile anavyomuongelea.
huyo mtoto mimi nitabaki naye, na hata kama anazo hizo tabia mimi nitamuonesha upendo mzuri na atabadilika, atakuwa binadamu wa kawaida kama nilivyokuwa mimi. Lakini kusema huyo mtoto sijui aende kwa Kipalala, huyo mtoto sijui aende wapi, haondoki hapa, nitabaki naye hapa na nitamlea kama mwanangu. Na kama mnavyosema mtoto mchawi, mbona mimi sijaona uchawi wake? Na tangia nimekaa naye hajanifanya chochote kile kibaya. Haya tuseme labda nikisema mchawi, mbona sijaona uchawi wake wote? Nisikilize mdogo wangu, sisi hatupo tayari kukupoteza wewe, na ndio maana tunakupambania wewe uachane na mtoto. Hivi yule Kipalala unamuonaje? Unamchukuliaje? Labda mimi blaza zako sina kazi ya kufanya, labda kusema nina kipato chochote ambacho hata yakikutokea tunaweza tukakutibu. La, dada yako ndio hivyo, tunazurura tu hapa mtaani, afu wewe yani unafanya mambo tafani, hata mwenyewe ujifikirie. Unatokea katika familia gani mpaka uendelee kumng'ang'ania mtoto? Hiki kitoto shamba kichawi, sio cha kawaida, watu hawakitaki. Haya, mtu anapita anatuona kwamba sisi tupo nacho hapa, mtu anajifikiriaje? Au anatuchukulia vipi sisi kwamba na sisi pia ni wachawi? Kwa nini asikae kwa Kipalala mwenyewe alompa hayo mazingira? Unatuchosha sana mdogo wetu. Yaani kuna muda tunawaza labda mama alifanya vitu vya ajabu ukapatikana huko, so hatari sana. Jamani, mimi mtoto siwezi kumwacha. Kichobaki ndio iko. Mimi nang'ang'ania na huyu mtoto. Siwezi kumwacha amchukue mtu yoyote la kwenda kokote kule. Bali lolote. Mtoto mdogo kama kweli jamani. Kwani umeambiwana sehemu ya kuishi? Kipalala si ndio anaye alompa hivyo vitu anaweza kuishi nayo? Lazima aje kuishi hapa. Kaka, tusiendelee kugombana, sawa? Naomba unielewe. Nishikilia msimamo wangu.